Mambo vipi Tanzania? Jina langu Queen Edward wa Loleza TV. Na leo katika kipindi chetu cha Kitchen Party tutazungumzia thamani ya mtoto wa kike. Yawezekana wewe ni mtoto wa kike lakini haujui thamani yako au namna ya kutunza thamani yako. Na leo kama kawaida niko na mtaalamu Clemens Mwandambo. Karibu mtaalamu. Asante sana Queen Edward. Karibu sana. Nashukuru sana, nafurahi sana kuwa katika hii meza siku ya leo tena. Yawezekana mabinti hawajui thamani zao bwana. Inawezekana wakajua thamani yao lakini pia wasijue kuilinda na kuitengeneza. Okay. Sawa? Yeah. Ndio maana nipenda sana tuzungumzie tunapozungumzia thamani ya mtoto wa kike. Kwa nini tujazungumzia sana mtoto wa kiume? Sawa? Bado niko tayari kuzama kwa mtoto wa kike. Unajua mtoto wa kike kwa asili ni mama. Mwanamke Mungu alimtengeneza kwa namna pekee sana. Ni mama. Mwanamke hata katika mahusiano ya mwanaume na mwanamke anayedhurika zaidi na mahusiano ni mwanamke. Sidhani kama umesikia watu wakizungumzia kwamba yule mwanaume bikira au yule mwanaume sio bikira. Sawa? Ni kwa nini? Ni kwa nini mwanamke anadhurika na sio mwanaume? Ni kwa sababu utamaduni wenyewe unazungumzia nini? Mwanamke. Ni kwamba katika mahusiano tu ya kawaida. Ukienda katika tendo la ndoa, mwanaume anatoa, mwanamke anafanya nini? Anapokea. Kwa huyu anayepokea ndiye anayetembea na mzigo, sio anayetua mzigo, yule anayepokea. Lakini zaidi ni kwamba mtoto wa kike pia ndiye anayeshika mimba. Unaelewa vizuri? Ndiye anayeshika mimba. Mtoto wa kike ndiye anaitwa malaya. Mtoto wa kike. Mara chache sana kusema yule mwanaume malaya, lakini mara nyingi umalaya unamuelemea nani? Mtoto wa kike. Mtoto wa kike ndiye anayetoa mimba. Sawa? Kwa hiyo katika mahusiano anayedhurika ni mtoto wa kike. Ndio maana napenda sana kumzungumzia nani? Mtoto wa kike. Mwanaume akimpa mimba mwanamke anamwambia bwana toa. Hasa kule kutoa anayedhurika ni mtoto wa kike. Na tunashuhudia leo akina mama wengi wanajikuta wanapata uvimbe kwenye vizazi, wanapata kansa ya vizazi, wanapata matatizo mengi. Lakini kuna watoto wa kike wengi ambao pia wanaenda kujifungua katika hali ya shida. Sawa? Wanakuta ametoa mimba sana. Mwanaume hajaitoa mimba. Kwa mtoto wake ndo katoa mimba sana, matokeo akampata mume wake. Anashika mimba. Ile mimba inaporomoka ndani ya miezi miwili. Anashika mimba inaporomoka. Kwa hiyo mtu anayedhurika sana ni mtoto wake. Ndio maana hata serikali imeandaa hospitali za wakina mama. Unaelewa vizuri? Kuna hospitali za kina mama, kuna huduma maalum za kina mama, kuna kliniki za kina mama. Unapozungumzia vizazi na vifo, unazungumzia mwanamke na mtoto anashika mimba, tumbo inakuwa kubwa. Mwanaume kishatoa mimba amemaliza. Kwa yeye anaingia mtaani, anaendelea. Sana sana labda kukumbuke kukupa vitu vidogo vidogo, labda supu na nini, maziwa fresh au kitu chochote, ili mimba yako iweze kufanya. Lakini anayebeba mimba ni mwanamke. Anayenyonyesha ni mwanamke. Sawa? Sasa tunapozungumzia thamani ya mtoto wa kike, ni kama huyu mtoto wa kike anatakiwa ajitambue. Yeye ajitambue tangu akiwa kwa wazazi, ajitambue. Kama yuko chuoni ajitambue. Kwa sababu thamani ya mtoto wa kike wengi wanafanya makosa makubwa sana. Thamani ya mtoto wa kike haijengwi na maumbile yake ya kike. Kuna wengi unakuta anajitahidi kuvaa vizuri ili ajipe thamani. Anajitahidi kupiga makeup, saluni, nywele nzuri. Apate suruali za kisasa, apate viatu vya kisasa ili aweke thamani yake aonekane na thamani. Lakini yote hayo ni vepa, ni upepo. Thamani ya mtoto wa kike haijengwi na vitu vyote hivyo. Wala ukijua kutembea vizuri au ukijua ngono vizuri haijengi thamani ya mtoto wa kike. Mtoto wa kike thamani yake kuna vijenzi vyake. Nitagusa kimoja au viwili. Thamani ya mtoto wa kike. Kwanza labda nizungumzie jambo moja. Mtoto wa kike anajitokezaje katika jamii? Mtoto wa kike anajitokezaje katika jamii? Jamii inamuonaje? Je, hata unapoelekea kuolewa, yule mchumba wako anakuonaje? Na jamii inakutazamaje? Na baada ya kuolewa, jamii pia itakutazamaje? Kwa kuna kitu ambacho kinatakiwa kitazamwe kwako. Ndio maana mzazi wako cha kwanza anakwambia soma shule. Yaani unapojitokeza, umeolewa, uko na mume wako, mmefuatana mahali, unajitokezaje katika jamii? Unasema mimi ni mwalimu, I'm a teacher professionally, alafu pia mimi ni Mrs. fulani, alafu ni teacher. Watu wanapokaa unazungumza kama fulani, kama mtu fulani, nje ya kwamba ni mke wa nani au ni mtoto wa nani. Lakini watu wanataka kujua wewe ni nani. Tunasema status. Vizuri? Unajitambulisha, I'm a doctor, mimi ni daktari. Kwa hiyo watu watakuheshimu kwa udaktari wako. Kwamba doctor, samahani. Kwanza unaheshimika kwa udaktari. Kwa jamii inakuheshimu kupitia kile ulicho nacho. Yaani wewe una nini katika jamii? Una thamani gani katika jamii? Kwa hiyo kila ulicho nacho
Let's say wewe ni daktari, mtoto wa kike wewe ni daktari, lakini unanyoa upala. Watu watakwambia shikamoo dokta. Samahani dokta, na shida. Samahani dokta, na matatizo. Ule udaktari wako ndio thamani yako. Ule udaktari wako ndio utu wako. Kwa mtu hata angalia una ndevu nyingi sio msafi au una nini au una kitu gani, lakini ataangalia kwa sababu anahitaji huduma kwako. Kuna kitu unakitoa katika jamii. Ile ndio status yako ambayo itakupa heshima katika jamii. Kwa hiyo ili ajengwe lazima awe na kitu mbele ya safari. Sasa unfortunately tunasema au bahati mbaya sana, huyu mtoto wa kike anakuwa na vitu vingi vinavyomzonga huku njiani. Mungu amemtengenezea njia ya kupita ili kufikia yeye kuwa daktari. Mungu kamtengenezea njia ili kufika labda kuwa mwalimu. Mungu amtengenezea njia ili kufika kuwa mtu fulani ambaye ataheshimika katika jamii. Lakini hapa kuna watu wanajitokeza nakupenda, I love you. Kwa matukio yake anajikuta ametoka katika ile njia aliyomtengenezea nani? Mungu. Anajikuta akichepuka anaenda katika mahala kusiko. Na matokeo yake anatumbukia katika shimo na kutokufikia malengo. Baada ya kutokufikia malengo anakuwa ni mtu aliyechoka tena. Status. Unajitokeza katika jamii kama nani? Wasichana wengi akili zao zimeelemea kwenye eleni, lasta, mavazi. Kuna wengine wameelemea kujua natakiwa ili niweze kuwa na status niwe mtaalamu wa ngono. Lakini ngono ni kwa ajili ya kumfurahisha mwanaume. Na mwanaume akisha kufanya, tabia yake tofauti na kabla hajakufanya. Na bahati mbaya, uchi wa mwanamke wa kwako, hakuna profession kuwa na uchi. Hakuna cheti unachopewa kwamba wewe una uchi mzuri au una uchi mbaya. Sawa? Hakuna cheti cha namna hiyo. Uchi kila mwanamke anao, hata kichaa anao. Na ndio maana hata vichaa wanazaa. Kwa hiyo jiulize, shida ya mwanaume ni nini kwa mwanamke? Ikiwa mwanaume anaweza kulala na mwanamke na kichaa na akazaa, anaweza kuzaa na tahira akazaa naye, anaweza kuzaa na mwanamke yeyote. Kwa mwanaume yani mwanaume hawezi kukuthamini kwa sababu uchi wako. Utathaminiwa kwa sababu ya kile ulichokibeba hapa duniani. Wewe ni mhasibu. Wewe ni nani? Yani wewe ni mtu fulani. Ndicho kitakachokupa utu na heshima katika maisha yako. Kwa hiyo hata kama kuna mahusiano, unakuwa na heshima katika jamii. Una heshima katika jamii. Hata mtu anayeku approach naye lazima anakuwa amepiga hesabu ya kufika kwako. Tofauti na mwanamke ambaye anajua hana status yote katika jamii. Kwa hiyo nikimwe hebu njoo hapa, akakaa. Hebu mpe bia huyu. Tukitoka hapa kuna gari pale inakusubiri tutatoka. Naenda na kutumia. Nzuri? Na kufanya ninavyotaka. Kwa sababu huna kinachokulinda zaidi ya uchi wako. Kwa thamani ya mtoto wa kike inatengenezwa na elimu yake, cheti chake. Ndipo thamani ya mtoto wa kike inapofanya nini? Inapokamilika. Unajitokezaje kama ni mke wa mtu? Yes. Unajitokezaje wewe mke wa mtu katika jamii? Kama ni dada huko nyumbani, unajitokezaje katika jamii? Jamii inakubebaje? Jamii inakuonaje? Unachukulia mfano, tuna dada watangazaji. Chukua mfano tuna mtoto wa kike ambaye naibu speaker wa bunge. Sawa? Yaani watu wanaozungumza naye lazima watakuwa ni watu wa hadhi fulani, wa ranki fulani. Kwa hiyo wanaotegemea uchi ili wainue thamani yao mara nyingi ni watu ambao hawana cha kujivunia au hawana cha kitambulisho rasmi kinachomtambulisha katika jamii. Kwa thamani ya mwanamke inajengwa na status. Sawa? Nikijumlisha na kitu kingine kwamba thamani ya mwanamke inajengwa na vitu gani vingine. Wanaume kama hawaja kulala wanapata shida sana. Wanaume anapozungumza na wewe hupatikani hovyo na mwili wako hajauona, wanapata shida sana. Kwa unakuta kwamba mara nyingi ni kwa nini anapata shida? Mwanaume yeyote hapendi kukataliwa wala yeye kuonekana kwamba kuna mwanamke anayeshindikana kwake, hasa akiwa na fedha. Kwa inapofikia mara huko chuo kikuu, malecturer wamepiga bidii wameshindwa, wanafunzi wamepiga bidii wameshindwa, utu wako unaongezeka. Wapo watakao kuchukia, lakini utu wako unafanya nini? Unaongezeka. Thamani yako inaongezeka kwa sababu hujadiriki kuvua chupi yako. Hata kama uchi wako, sasa tuna uchi wa mwanamke mwingine. Maumbile ya uchi wako ni yale yale, lakini kwa sababu mimi wewe hapo ulipo sikujui ulivyo. Sawa? Na ndio maana unaweza kutoka kwamba na kutongoza. Ukanambia yes. Baby, unajua nakupenda sana. Yani kwa ujumla ni you are so touching, you are so beautiful, you are so nice, you are really you are cheeks mashavu yako, you know, Yani I feel like kissing your lips na nini. Mtoto wa kike unalewa vizuri unalewa, unaingia unajikuta kwamba I'm very special, there is no any woman like me. Hakuna mwanamke kama mimi, hakuna mtoto mkike mzuri kama mimi.
Sawa? Tukitoka either tunaenda guest house au mnaenda ghetto au mnaenda mahali fulani. Sawa? Kinachofuata ni kusarulana mavazi. Mkimaliza utagundua kwamba baada ya lile tendo yale maneno ya so beautiful yanakuwa yameishia njiani kidogo. Kama ilikuwa baby ziko 6 unashangaa inaanza kwa 1. Sawa? Ni kwa nini? Kwa sababu uchi hauwezi kujenga thamani ya kudumu. Na unazungumzia thamani ya mtoto wa kike. Hauwezi kujenga thamani yako ya kudumu ya muda mrefu. Kwa thamani yako, what are you holding in your hands? Umekamata nini mkononi? Unachoweza kukionyesha watu wakaona ambacho kinakupa thamani. Status. Hiyo ndio thamani ya mtoto wa kike inakaa hapo. Ndio maana napenda sana kuzungumzia kwamba thamani ya mtoto wa nini? Wa kike. Thamani ya mtoto wa kike inalindwaje? Kwa mtoto wa kike yeye atailinda thamani yake. Ndio maana bikira anathaminiwa kwa ubikira wake. Kwa sababu wanaume hawamjui. Hakuna mwenye kujieleza kwa watu kama nishamfanya huyu. Wengine wanasema nini maji matupu Maji matupu. Leo ukienda unaogelea tu. Sawa? Unatoka kapa. Kwa thamani ya mtoto wa kike inajengwa na mtoto wa kike mwenye ufahamu, mwenye kujitambua, mwenye kujielewa bila kujua ni Mkristo au ni Muislamu. Lakini mtoto mwenye kujielewa, mwenye kujitambua atajenga thamani yake. Unapelekwa na mzazi shuleni, lazima ujue kwamba unajenga thamani yako katika maisha yako. Who am I going to be? Naenda kuwa nani ninaposhika ile daftari? Naenda kuwa nani ninaposhika kitabu? Kwa ndio kitu cha kukipigania katika maisha yako. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo ningependa kuliongelea siku ya leo. Thamani ya mtoto wa nini? Wa kike. Ameshindwa kwenda shule. Basi awe na kipawa fulani ambacho watu wanakiheshimu na kukikubali. Ndipo thamani yake itakapoongezeka. Nataka niulize swali. Kwamba yule mama wa nyumbani anayekaa nyumbani hana kazi yote na maana yule hana thamani. Thamani mama wa nyumbani anayo. Lakini kuna kitu, make nikisema hawana thamani, hata mamangu hakuwa na kazi, aliyenilea mimi. Lakini tunazungumza ulimwengu ule wa mwanamke anayekuwa mama wa nyumbani. Sio ulimwengu tunaouendea sasa hivi. Tunaenda katika mfumo wa sayansi na teknolojia. Sawa? Tunako kwenda hakutakuwa. Yaani ukiwa mama wa nyumbani thamani yako itashuka. Ni kwa nini itashuka? Itashuka kwa sababu moja. Mwanaume wewe kazi yako itakuwa asubuhi ni kuomba chumvi. Baba chumvi imeisha. Baba mkate umeisha. Baba hiki kimekwisha. Baba hiki kimekwisha. Kwa hiyo matokeo yake sasa utakuwa mtumwa kwa mwanaume. Kwa sababu mwanamke yuko chini ya mwanaume. Sawa? Sawa. Lakini kuna kumchosha akili mmeo. Kuna mwanaume kuelemewa. Matokeo yake atajikuta ndani ana mzigo wa binadamu. Mzigo wa binadamu wakati mkeo yule. Ni mke wake. Lakini kumbuka kwamba mfuko unajenga utu. Ni kwamba kama anapokea shilingi 200,000 kwa mwezi, najikuta matumizi yangu ni 400,000 kwa mwezi. Na milango yangu inagoma. Kuna uwezekano mzazi akachukia watoto pamoja na mke wake. Sawa? Na ndio maana tunasema status yako ikoje? Status yako iko katika kipato chako mwanamke. Mnaporudi nyumbani mnakaa na mmeo, kipato chetu hiki hapa. Sawa? Wewe umechukua mshahara wako 500,000, ukachukua mshahara wake 400,000, mnakutana, mnaangalia. Bwana labda tuweke benki 200,000 au tufanye hivi au watoto tuandalie maisha haya au tununue uwanja au mnajadili kwa upendo mkiwa na kipato chenu. Kama huyu ana 400,000 na mwenzako ana 400,000 mna 800,000 ndani ya nyumba. Sawa? Kwa heshima yako itatokana sio na kipato chako na status yako. Umebeba nini mkononi mwako? Yaani mkononi mwako umebeba nini? Tunakokwenda vipato ni muhimu sana. Na ni vizuri kujiandaa kabla hujaolewa kuhakikisha kwamba unacho ulicho nacho. Mwanaume yote anaweza kuambia okay me I love you, unajua mimi I don't mind huna kipato, huna nini, lakini mimi nakupenda na kadhalika. Sawa? Lakini anabembeleza asicho nacho yeye. Ambacho yeye hana uchi wako na mwili wako. Akisha umiliki yuko ndani amesha kuzalisha wala mtoto mmoja, ndipo utakapojua thamani yako bado unayo au la. Swali lingine ni hivi. Kwa pale ukikaa ndani au ukakuzalisha mtoto mmoja, ina maana anakuwa amekuchoka au inakuwaje? Kumbuka lazima leo kabla wakati unatongozwa ujue anakwambia nakupenda ni kwa sababu zipi. Mara nyingi tamaa zetu wanaume ni kwenye maumbile yako mtoto wa kike. Tabasamu lako, mashavu yako, sio tembea yako, sio kitu kama hicho. Lakini kumbuka kwamba baada ya kuzaa kama ulikuwa na manyonyo yamesimama hivi, yatakuwa yamefanya nini? Yameshuka.
Sasa kipindi ambacho manyunyu yako yamekuwa yameshuka, nini kitakuwa kinakulinda? Unanielewa vizuri eh? Nakuelewa. Kipindi ambacho nyama zimeanza kuongezeka kwenye umote humu, ulikuwa na mwili uko flat. Kipindi ambacho nyama zimeanza kuongezeka kila mahala ambazo hazina mpangilio. Nini kitakachokuwa kinakulinda kwa wakati huo? Kwa hiyo unapomiliki kitu maana yake kinakutengenezea future. Kwamba okay, kipindi hicho nitakuwa siko kama nilivyo leo. Sina maumbile kama nilio nao leo, lakini nyakati hizo za tabu nitakuwa nimemiliki hiki hapa. Kitakacholinda utu wangu. Kwamba kipindi cha kulipa ada watoto hata kama baba akiwa kinyume, nina uwezo wa kuwalipia watoto ada. Okay, basi mimi nasema asante sana kwa kunisikiliza. Ninawakaribisha sana watazamaji wetu wa Loleza TV. Yes. Waendelee kutega macho na masikio Aswa. kusikiliza na kutazama Loleza TV. Na pia kama nilivyosema wiki iliyopita, ni kwamba kama kuna mtu ana swali, uangalie namba za Loleza TV hapo, wapige simu, alafu mimi nina uwezo wa kuwajibu moja kwa moja. Sawa, nadhani wamekusikia. Na ninaamini hivyo pia. Asante mtaalamu. Amina. Asante sana dada Queen. Asante sana. Nashukuru sana kunikaribisha. Asante sana. Maana naona unaendelea kutupa elimu. Sawa. Kadri siku zinavyozidi kwenda, tunajifunza kitu. Ndugu watazamaji, na huu ndio mwisho wa kipindi chetu cha Kitchen Party. Na leo tulikuwa na mada inayozungumzia thamani ya mtoto wa kike. Na sikuwa peke yangu, tulikuwa na mtaalamu Clemence Mwandamo. Langu jina ni Queen Edward wa Loleza TV. Endelea kuwa nasi kwa kusubscribe YouTube channel yetu. Au kwa njia rahisi unaweza kubonyeza sehemu walipoandika subscribe, kulike, comment na kushare. Usikose kututazama Loleza TV. Bye bye. Loleza TV.